Basi akafanyika yaliyofanyika huko peponi, Mwenyezi Mungu akamleta Nabii Adam ardhini. Naona mambo haya. Kwa hiyo wakati Mwenyezi Mungu anamleta Nabii Adam hapa ardhini, ndipo akampa na taratibu ya dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo Nabii Adam kaja kutoka kwa Allah Subhanahu huko peponi, kaja ardhini na dini tukufu ya Uislamu. Haya kama Chionda angekuwa anayajua, asingesema Mtume Muhammad ndo kaja na Uislamu, au Uislamu umekuja baada ya Mtume Muhammad. Maana yake ni ishara ya kwamba Chionda yupo gizani katika sala zima la dini. Kwa atabwabwaja tu na kusema sema anayosema, na anaweza kuwachukua wale ambao pia wana uelewa mdogo kama uelewa wake katika hali za namna hiyo. Gani na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni kwa mara nyingine tena nazungumza na Sheikh Diwani, naweza nikamuita mwalimu, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Bana, hii ni exclusive kunako YouTube channel ya Nyundo TV. Nikushukuru wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, na kama bado hujasubscribe nikwambie tu bonyeza maandishi mekundu ambayo yameandikwa neno subscribe. Kufanya hivyo maana yake ndio utakuwa umejiunga kwa mwanafamilia, unapata video zetu moja kwa moja mara tu tunapokuwa tumeziposti. Na kuna vingi ambavyo tunakwenda kuzungumza na mwalimu wangu hapa kuhusiana na masuala mazima ya dini, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kauli, ama kubwa zaidi kuhusiana na taarifa, ama naweza kusema exclusive interview ama mahojiano ambayo alikuwa amefanya ndugu yetu mmoja anaitwa Abbas Chionda, mmoja kati ya watu ambao muda huu ndio habari ya mjini, wametrendi kweli kweli na taarifa zake ambazo walikuwa wameweza kuzungumza na moja ya TV station ambazo ni Cloud Media. Abbas Chionda kuna vingi ambavyo amezungumza kuhusiana na masuala mazima ya dini na binadamu. Kubwa zaidi alikuwa amezungumzia kwenye Uislamu na Ukristo, lakini sisi kama Nyundo TV muda huu tukasema ngoja tumtafute mwalimu wa kwenye dini ya Kiislamu, tuangalie yale ambayo ndugu yetu Abbas Chionda amezungumza yana ukweli kiasi gani vile ambavyo yeye amesema. Tumesema tumtafute Sheikh Diwani atuambie kwa hiki ambacho ndugu yetu Chionda amekizungumza yeye anakionaje. Mitazamo imekuwa ni mingi tofauti. Wapo ambao wanasema kwamba Chionda ana hoja za msingi, anatakiwa asikilizwe, lakini vivyo hivyo wengine wamesema kwamba huyu Chionda hafai kusikilizwa. Kubwa zaidi wamesema kwamba muonekano wake wanasema kama vile ni mtu wa mvutaji, mtu ambaye amevuta bange. Kila mtu ana hoja design yake. Wapo ambao wanasema hivi, wapo ambao wanasema vile. Lakini kwa sisi tukasema tumtafute Sheikh Diwani atuambie kwa hiki ambacho ndugu yetu Chionda amekisema yeye anakionaje. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bila shaka umetazama na kusikia kile ambacho ndugu yetu huyu amekizungumza Abbas Chionda. Nina mengi ambayo ningetamani nikuulize, lakini la kwanza zaidi, yeye alisema dini zimeletwa na binadamu, kwa maana kwamba dini zimetengenezwa. Tukae kwenye dini yetu ambayo, ama dini yako ambayo inakuhusu Uislamu. Ni kweli dini ya Kiislamu imetengenezwa kama vile ambavyo ndugu yetu Abbas Chionda yeye anavyosema, lakini yeye anasema aamini Mungu, anaamini kwenye vitu vya kale, mizimu na vitu kama hivyo. Karibu. Naam, ndugu yangu bwana Nyundo, ni kweli kabisa, na mimi nimesikia story hiyo au mahojiano hayo kwa kadiri ya namna ambavyo nilivyo ya tazama. Kwanza unaposema ya kwamba dini ya Uislamu mathalan kwa maana imetengenezwa, ni ishara ambayo inaonyesha msemaji haijui dini yenyewe kwanza ni nini. Na kwa nini nasema hivyo? Unajua kuna usemi mmoja unasema khudh ma tarahu wada' shay'an sami'ta bihi fi tal'ati al-badri ma yughnika an zuhali. Bwana mkubwa huyu anasema khudh ma tarahu wada' shay'an sami'ta bihi, siku zote chukua na ukibebe kile ambacho unachokiona mwenyewe kwa macho yako, na uache yale mambo ya simulizi, kwa unasimuliwa tu. Acha vitu vya namna hiyo. Kwa nini? Akasema fi tal'atil badri, ikiwa tayari watu wapo katika sehemu yenye mbara mwezi, mwezi unawaka, unaangaza, watu wanaona ile nuru ya mwangaza wa mwezi, mpaka yale alokuwemo karibu yao wanayaona. Ma yughnika an zuhal, kinachokufanya wewe ubakie gizani ni nini sasa? Kama upo katika sehemu yenye mwangaza, kinachokufanya wewe ubaki kuwa gizani ni kitu gani? Kwa nini nimesema msemo huu? Nimeanza kusema msemo huu kwa maana ya kwamba tunaposema ya kwamba dini ni nini,
Kwa maana anaposema dini imeletwa na watu, ni ishara ya kwamba huyu ndugu yetu yupo gizani. Tena yupo gizani katika wakati wenye mwangaza. Kila mmoja anafahamu kwa ufasaha wa hali ya juu dini ni nini. Dini ni mwongozo ambao uliotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea wanaadamu. Ndiyo maana ya dini. Dini ni mwongozo ambao bila shaka uliotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwongozo huo akawaletea wanaadamu. Ndivyo jinsi mambo yalivyo. Kwa mfano, unajua kuna vitu vingine ni logic ya kawaida sana. Kwa sababu dini inatangazwa na mwanadamu, kwa fikra za ndugu yetu huyu ndo anahisi kwamba ni mpango wa kibinadamu. Kwa mfano, sasa logic ya kawaida tu. Nataka kwanza logic ya kawaida alafu baadaye nitakwenda katika ilmu. Labda watu wanaweza wakaelewa sasa anachokisema huyu bwana kwamba hajielewi na hakielewi na hatakiwi kupuuzwa, bali anatakiwa kupewa ilmu. Naam, elimishwe tu katika hali za namna hiyo. Jambo la kwanza, hivi mtu unapochukua chakula mathalan ukawapelekea pale bandani kuku ambao wewe unawamiliki, alafu ukawekea utaratibu wale kuku, kwa maana watakula asubuhi, watakula mchana na watakula jioni. Maana yake huu utaratibu unakuwa umepangwa na wale kuku. Kitaalamu yupo ambaye alowapangia ule utaratibu. Kwa kuwa yupo yule ambaye alowapangia ule utaratibu, wao kazi yao ni kutekeleza ule utaratibu walopangiwa na yule ambaye ndiyo mmiliki wao. Ndivyo jinsi ilivyo. Dini imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaletewa wanadamu, wakapewa utaratibu hao wanadamu wa kuishi katika utaratibu ule. Sasa kwa kuwa wanadamu wanafata utaratibu ule, kwa watu wasioelewa ambao bado wapo gizani, ndipo wanaweza wakasema huu ni mpango wa mwanadamu, lakini mpango wa Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hii dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo ndugu yetu bwana Chionda huyu alipokuwa akisema ya kwamba anaitwa Chionda, alipokuwa akisema ya kwamba dini ni mpango wa wanadamu, hii ni dalili na ishara tosha kabisa ya kwamba dini yenyewe hajui ni nini. Lakini kadhalika anaposema yeye haamini Mungu, anaamini mizimu, mambo ya kale yale na mfano wa hayo. Haya ni maoni yake, sasa ni yeye anavyoamini. Kwa kuwa mwenyewe kasema ndo anaamini hivyo, ndio ni yeye kasema anaamini hivyo. Haina maana kwa yeye kuamini hivyo maana yake dini au Mwenyezi Mungu ndio amekuwa hakuna. Ukitaka kujua Mwenyezi Mungu yupo, Mwenyezi Mungu ameweka ishara nyingi sana katika kumjua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema atawaonyesheni ishara zake za uwepo wake Mwenyezi Mungu. Atawaonyesheni mbinguni, lakini na hata katika nafsi zenu, mpaka mbainishe na kujua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni haki, yupo, na bila shaka yote yanayoendelea na kwenda chini ya mpango na utaratibu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kwa maana tutawaonyesha ishara zao hao wanadamu mbinguni na ardhini, ishara za uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu, ndugu yangu bwana Chionda, na wewe ndugu yetu unayetufuatilia, tazama mkono wako. Mkono tukitaka kumjua Mwenyezi Mungu, Mungu anasema nitakuonyesheni dalili za kunijua mimi. Mbinguni huko mtajua dalili za uwepo wangu, huku ardhini mtajua dalili za uwepo wangu, na hata katika nafsi zenu, kwa maana katika miili yenu itatafsiri sababu au njia za kumjua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba yupo na ndio anayafanya majambo haya. Leo kitazama mkono wako, utaona huu mkono una asili ya kama majimaji. Na majimaji kitaalamu yanaitwa al-enzimat. Hizi ni enzyme ambazo zina asili kama ya mafuta hivi. Hizi enzyme zimewekwa katika mkono wangu na mkono wako kwa sababu gani? Ni kwa sababu unapotaka kula chakula utashika kile chakula kwa mkono wako, pataanza kitu kinachoitwa inhidam, kwa maana ule umeng'enyaji wa chakula unaanza katika mikono yako.
Angalia hapa, nataka tuone ishara za uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kadhalika ndugu yetu huyo abaini kumbe Mwenyezi Mungu dalili zake na ishara zake ni hizi, basi bila shaka atapata kupambazukiwa na kufahamu ya kwamba Allahu Subhanahu wa Ta'ala yupo, wala sio mchezo katika masala haya. Baada ya hapo, kile chakula utakiweka katika mdomo wako. Nataka angalia processes jinsi zilivyo, sio za kuzuka. Ni processes ambazo bila shaka utabaini kabisa yupo aliyetengeneza processes hizo, sio vya kuzuka. Kisha baada ya hapo utakiweka kile chakula mdomoni. Chakula hiki kitakatwa na vitu vinavyoitwa arrubaiya au arrabaiya, haya meno yenye ncha. Mdomo wako Mwenyezi Mungu kaweka, kajua ndani ya mdomo wako kutawekwa chakula, akakuwekea vitu vinavyoitwa arrabaiya. Sio bahati mbaya, ni mpango maalum, ni process maalum Mwenyezi Mungu anaziweka kwa sababu anajua nini kinakuja kufanyika. Kisha chakula kile kitakatwa na hizi rabaiya, alafu kitapelekwa katika sehemu inaitwa an-nawajidh. An-nawajidh ni magego au meno mapana. Haya meno mapana yanachofanya, atakitafuna vizuri kile chakula. Baada ya kutafuna, kitachukuliwa chakula hicho na ulimi kupelekwa yaminan au yasar. Kisha baada ya hapo kitapelekwa katika sehemu inaitwa al-ghulsama. Ghulsama ni kajisehemu haka kakumezea. Kisha baada ya kufika pale sasa, ile ghulsama itachukua kile chakula, kitapelekwa katika sehemu inaitwa al-marii. Marii ni mshipa huu wa kumezea, ambapo itakwenda kile chakula kinakwenda mpaka katika al-maida, tumbo la chakula. Angalia processes namna zinazofanyika. Baada ya kufika pale, chakula hiki kitapikwa tena kwa mara nyingine. Kisha kitapelekwa katika sehemu inaitwa al-am'a, sehemu ya upande wa kushoto chini kidogo ya tumbo la chakula. Hapa pia kitapikwa tena kwa mara ya tatu. Mara ya kwanza ulipika duniani, kikaja kupikwa katika tumbo la chakula, sasa kinakwenda kupikwa tena katika utumbo ambao unaitwa al-am'a, utumbo mpana. Kisha baada ya hapo kitanyonywa ikiwa kama maji mepesi sana, yatapelekwa katika sehemu inaitwa hadbatul kabidi, katika sehemu inapatikana juu ya ini la huyu mwanadamu. Kisha baada hapo itapikwa tena kwa mara ya 4 hicho chakula, na hapa ndio patabadilisha yale maji sasa kubadilika kuwa mawadi, kwa maana kuwa damu. Na katika hilo kutakuwa na damu inaitwa ghairu tammin nadiji, kwa maana damu ambayo haijaiva vizuri. Kimaarifa inaitwa plasma, yani ni damu ambayo haijaiva vizuri na ndio inayobeba protini hii damu na kusambaza katika mwili mzima. Lakini kadhalika panatengenezwa damu nyekundu ambayo ndio hii inabeba oksijeni na mfano wa hayo. Lakini kadhalika itatengenezwa damu inaitwa mu'takir, kwa maana damu nyeusi ndio inabeba madini ya calcium na mengineyo. Alafu kutatengenezwa vitu inaitwa lasju, asili ya maji au povu lenye asili ya damu katika hali za namna hiyo. Hivi vyote sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukitaka kumjua vizuri, akaumbia vitu 4 maalum kwa ajili ya wewe mwanadamu usipate madhara. Mungu anasema tutakuonyesheni ishara za uwepo wangu mimi Mwenyezi Mungu. Mbinguni uko mtajua ishara za uwepo wa Mwenyezi Mungu, na ardhini tunaweka dalili za kumjua Allah, na hata katika miili yenu nyinyi wanadamu kuna dalili za kumjua Allah. Angalia sasa dalili ya kumjua Allah hapa. Sasa Mwenyezi Mungu akaumba vitu 4. Kitu cha kwanza, kuna kitu ambacho kinachoitwa al-murara, nyongo. Nyongo ni nini? Ni kisun mu'taridu baina al-ma'idati wal-kabidi, ni kifuko ambacho kilichofungwa katika ini na kina mrija unaopelekwa katika sehemu ya tumbo la chakula, ndio inaitwa nyongo hiyo. Hiki ni kitu cha kwanza. Nataka tuone ukubwa wa Mwenyezi Mungu na kumtambua Mwenyezi Mungu kupitia katika miili yetu yenyewe. Inasema Mwenyezi Mungu yupo, na ndipo utaona dhahiri maneno ya Chionda na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba Chionda tu yupo gizani, hajakuwa katika talaatil badri, katika mwangaza. Akiwa katika mwangaza haya atayakataa mara moja anayoyasema Chionda. Umeona? Kwa hiyo kisha baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaumba kitu kinachoitwa al-kila, figo. Kitu cha pili hicho, figo. Figo hii kazi yake ni nini? Moja miongoni mwa kazi za msingi kabisa ni kuvuta yale maji yalobakia katika hadbatul kabidi, na yanakwenda yanasafishwa, yanakwenda na kiwango cha damu katika figo. Na kwa sababu figo inafanya kazi zaidi ya 100,
ikiwemo kazi ya kusafisha damu, lakini kadhalika kuchuja chumvi, sukari, chokaa na mfano hayo katika mwili wa huyu mwanadamu. Alafu inapelekwa katika almathanna, kwa maana kibofu cha mkojo. Kibofu cha mkojo nacho inakaa gramu 350 mpaka 400, ndio mtu anapata hali ile ya kwenda haja, anakwenda kujisaidia. Yote haya hayakufanywa kwa bahati mbaya. Aliyoyafanya ni yule ambaye anasema nitakuonyesheni ishara za uwepo wa Mwenyezi Mungu katika mbinguni, ardhini na hata katika miili yenu nyinyi wanadamu. Ishara za Mungu zipo dhahiri kabisa ukitaka kufuatilia na kuyajua hayo. Cha tatu, Mwenyezi Mungu akamuumbia mwanadamu kitu kinachoitwa at-tahal, bandama. Hii bandama miongoni mwa kazi zake za msingi ni kuvuta ile damu nyeusi. Hii damu nyeusi na kupeleka katika mifupa, kwa sababu ina calcium, ndio inafanya mifupa inakuwa strong, inakuwa imara. Katika hata ukichinja ng'ombe au mbuzi, hata kuku, ukipasua mifupa utakuta ndani yake kuna damu, yani katika mifupa mle utakuta kuna damu nzito, alafu inakuwa nyeusi. Ndio inakuwa imebeba haya maadini kwa ajili ya kumfanya mwanadamu awe strong, awe imara. Je, unataka kunambia utaratibu wote, process zote zimezukazuka tu? Ukizitazama utaona kabisa ni process zimewekwa maalumu kabisa kabisa, na huyu alosema ishara za Mungu atazionyesha katika nafsi zenu katika hali za namna hiyo. Na kitu kingine, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia huyu mwanadamu, hii ni nini? Akawa amemuumbia mwanadamu moyo ambao pia kazi yake ni kusupply damu na mfano wa hayo katika mwili wa huyu mwanadamu. Kwa hiyo kwa hali hii tunamwambia huyu ndugu yetu Chionda huyu afahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yupo na ameweka ishara za kumjua yeye Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu hajifunui kwa mtu mmoja mmoja eti mimi ndo Mungu, afanye hivyo, bali anakuwekeeni ishara za kumjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, alafu kisha anakuwekeeni taratibu zenu. Ndo Mungu anasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah anasema huyu mwanadamu baada ya kuwa tayari tumemuumba, tukampa utaratibu wa kujua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akawa na akili ya kupambanua mazuri na mabaya, Mungu anasema tukampa muongozo. Sasa ndo dini hiyo. Sasa isikia muongozo ndo dini. Sasa kisha baada ya kumpa muongozo tukamuongoza kwa kumweleza, ukifanya hili na hili na hili umefuata ya Mwenyezi Mungu, ukifanya hili na hili na hili umeacha yale aliyoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yetu huyo anaposema ya kwamba Mungu hakuna, yeye anaamini vitu vya kale, ni yeye ndo anayeamini. Akusema Mungu hakuna, akasema dini zimeletwa na mwanadamu. Pointi yake ni hiyo. Pointi yake anasema dini zimeletwa na mwanadamu. Sahihi katika maneno yake anayosema, ndo narudia pale niliposema mwanzo. Nimesema ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio amempa mwanadamu nini? Dini. Baada ya kumpa dini huyu mwanadamu akafata taratibu zilizoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na akili ndogo utasema hii dini imeanzishwa na mwanadamu. Kama nilivyotoa mfano wa mwenye kuku na kuku wake, kawawekea utaratibu wale kuku. Hauwezi ukasema kwamba kuku ndo ameanzisha utaratibu huu. Bali ni mwenye kuku ndio alioanzisha utaratibu, na kuku anatekeleza ule utaratibu ambao alioanzishiwa nao. Ndivyo hivyo jinsi ambavyo ilivyo dini ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amewapa wanadamu taratibu za dini ambayo yeye anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na wanadamu wanafuata zile taratibu. Kwa mtu mwenye akili ndogo anaweza kusema ndio walioanzisha, wakati yupo ambaye mwenye dini yake alowapa utaratibu wafate taratibu za dini katika hali za namna hiyo. Tunachokifanya kwamba ni kuchambua kile ambacho yeye amekisema, naam, ambayo inahusiana na dini yako ya Kiislamu. Sawa. Amesema kuna watu sasa amesema Waarabu, kwa ninyi Waislamu kwamba dini ya Kiislamu inafuata misingi ya Kiarabu, ndio maana hata Waislamu kila wanachokifanya lazima wafanye wanaongea Kiarabu, wanachokivaa na kufuata mavazi ya Kiarabu. Kama ni Waarabu, yeye imani yake anasema Waarabu ndio walioleta dini ya Kiislamu. Yaani kuna watu wamekaa wametengeneza ili kwa maslahi yao watengeneze dini. Ni kweli tulifafanua hili kwa sababu kuna watu wengi wametazama ile video, kuna watu huenda wakaamini kile ambacho Chionda anakisema. Kuna watu ambao wanasema kwamba kweli Uislamu sio dini ambayo imeletwa na Mwenyezi Mungu. Ni Mwarabu au ni mjamaa fulani amekaa ameitengeneza. Ni kweli kwamba kuna Mwarabu au vile kwa sababu Waislamu wanafuata misingi ya Kiislamu kwamba wanavaa Kiarabu, matamshi yao ya Kiarabu, wanaswali kwa Kiarabu. Ni kweli kawa inawezekana ikawa Waarabu ndio wameleta hii dini? Haya maneno ya kusema Waarabu ndio walioleta hii dini si maneno sahihi.
tunarudi kule kule, kwa maana alioleta dini ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Uislamu. Kwa hiyo imma kuzungumzwa dini ya Kiislamu kwa lugha ya Kiarabu. Haya ni mapendekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoileta hiyo dini yenyewe, na ambapo dini yenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala amemshushia mtume wake, ambaye mtume huyo alikuwa akiongea lugha ya Kiarabu. Kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiongea dini lugha ya Kiarabu, na katumwa katika mataifa ambapo yupo anaongea kwa mataifa hayo lugha ya Kiarabu, basi kwa hali ya namna hiyo ikawa ni rahisi sana kuwa na maelewano yaliokuwa mazuri kwa wale wa Arabu, kwa sababu ni watu ambao walio katika pembezoni mwake. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, Uislamu sio wa Waarabu, wala sio wa Waarabu kabisa. Ndio maana katika Qur'ani nzima hakuna aya ambayo inayosema inna dina al-islami dinul arabi. Haupati aya ya namna hiyo, kwa maana dini ya Uislamu ni dini ya Waarabu. Kwa nini? Liannahum yalbasuna malabis al-arab, kwa sababu wanavaa mavazi ya Waarabu. Hakuna aya ya hivyo wala hakuna hadithi ya namna hiyo. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani akasema hivi, lau kama watu wataamua kumwacha Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, basi Mwenyezi Mungu anasema anaweza kuleta watu wengine wasiokuwa hao kabisa katika hali za namna hiyo, kama wataamua kumwacha Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad. Na ndio maana Waislamu wote namna unavyoona duniani, laisa kullu muslimin arabi walaisa kullu arabi bi muslimin, si kila Mwarabu anakuwa Muislamu. Kuna Waarabu wangapi tunaona ni Wakristo na wengine hawana dini kabisa, na ni Waarabu piwa kwa baba na mama. Ingekuwa Uislamu ni dini ya Waarabu, kusingekuwa na Mwarabu hata mmoja ambaye hayupo katika dini tukufu ya Kiislamu. Kuvaa Kiislamu, kuvaa Kiarabu, kuvaa kanzu na kutamka matamshi ya Kiarabu kwenye kufanya ibada, kunaweza kumfanya mtu awe ndiye Muislamu, au manangu kwamba mtu ambaye havai nguo za hizi za kanzu na wala aibu, unanielewa? Lakini nakuelewa vizuri, aibu kwenye matamshi ya Kiarabu, inawezekana kwa sio Muislamu? Hapana. Yani Muislamu kutokuwa na ujuzi wa lugha ya Kiarabu au kutotamka maneno ya Kiarabu kama Qur'ani haina maana kwamba mtu huyo anakuwa si Muislamu. Haina maana hiyo kabisa, bali kujifunza lugha asili iliyoteremshwa kwayo Qur'ani ni kitu bora sana, kwa sababu utakuwa unafanya unachokijua, na siku zote masala yaende hivyo. Yani imal bima ta'lam, fanya kwa kile unachokijua, usiwe unakwenda tu. Kwa hiyo kuijua lugha mama, lugha asili ambayo imeteremkiwa kwayo katika Qur'ani ni sahihi kabisa. Kwa sababu kwanza Qur'ani ukitazama kwa ufasaha wa hali ya juu, na lugha ya Kiarabu au na Kiarabu ni vitu viwili tofauti. Lugha ya Qur'ani na lugha ya Kiarabu ni vitu viwili tofauti. Ndio maana utamuona Muarabu katika Qur'ani lazima afundishwe, lazima aelekezwe, lazima afasiriwe. Lugha yani ni mtu Muarabu na anajua Kiarabu vizuri, lakini ikija Qur'ani lazima aelekezwe, lazima afafanuliwe, lazima afundishwe. Ishara ya kwamba lugha iliyotumika ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an ni ablaghu wa afsahul arabi, ni lugha ngumu, lugha nzito, lakini kadhalika imepita na hicho kinachoitwa Kiarabu katika hali za namna hiyo. Kwa hali hiyo sasa ndio maana utaona hata aliye Mwarabu lazima aisome Qur'an. Kwa hiyo kuvaa mavazi, watu kuvaa mavazi ambayo yanayoitwa ni mavazi ya Kiarabu sio issue, sio tatizo, kwa sababu kwenye mavazi ya kumfanya mtu awe Muislamu na kwenye mavazi ya kumtoi mtu katika Uislamu. Mfano mimi hapa naweza kuvaa suti, hainitoi kusema kwamba mimi sio Muislamu kwa sababu nimevaa suti, hainitoi. Vazi ni mapendekezo ya mtu, jinsi anavyopenda anaweza kuvaa hivyo katika hali za namna hiyo. Taja suti. Naam. Yeye alichanganua kwamba pale aliposema dini imetengenezwa na mtu, akazungumzia Uislamu na Ukristo. Ukristo wengi wanaamini kwenye yeye anavyoamini yeye kwamba Ukristo ni kama kuna Uingereza, kitu kama hicho naamini. Uzungu. Ndio maana hata makanisani wao wanavaa suti. Kwa hiyo ukishavaa, wewe ni Muislamu, ukishavaa vazi la suti, watu wanakutafsiri kama mtu wa kanisa.
Hapana. Mashekhe wangapi tunaona wanavaa suti, tena ni madoktor wamesoma, wana majisteri, wana ma PhD katika masala ya dini, lakini haumkuti hata siku moja akavaa kanzu. Yeye anavaa t-shirt, mwingine anavaa t-shirt na jeans, mwingine anavaa tu. Yani haya mavazi ya kanzu ni sisi tu ndo tumeyazoea, lakini sio mavazi yanayotoa ishara ya Uislamu. Hapana. Ni mavazi tu kama mavazi ya kawaida. Kwa hiyo fikra za ndugu yetu Chionda, jinsi anavyosema kwamba labda shekhe akivaa suti anaweza kutuhumiwa labda amekuwa katika dini nyingine. Hizi ni fikra zake. Ndio yale tunasema khudh ma tarahu wad'a shay'an sami'ta bihi. Siku zote chukua kile ambacho unachokiona, acha porojo za kusimuliwa. Kwa nini? Fi tal'atil badri, katika nyakati ambapo mwezi unatoa mwangaza, watu wanajua kila kitu. Ma yughnika an zuhal, kubakia gizani kuna kusaidia nini katika hali za namna hiyo? Mavazi tu yaseme kwamba huyu ni Muislamu, au mavazi tu yaseme huyu ni Mkristo. Mara ngapi tunaona Wakristo wanavaa kanzu? Alikuwepo hapa rais wetu mstaafu John Pombe Magufuli, kuna nyakati alikuwa anavaa kanzu. Tumemwona rais wa Kenya anavaa kanzu katika baadhi ya nyakati. Kwa hiyo kwa kuvaa kanzu kama Muislamu ile ni vazi tu, anaweza kuvaa mtu yoyote katika hali za namna hiyo. Na hata ukitazama hizo kanzu zenyewe, ukienda katika nchi za Kiarabu kuna utofauti na hizo kanzu zenyewe. Ukiangalia vazi la kanzu linalovaliwa Oman ni tofauti na vazi linalovalia Saudia, ni tofauti na linalovaliwa Irani, ni tofauti na linalovaliwa Yemen. Kwa hiyo kanzu yenyewe ina tofauti nyingi sana kutokana na mataifa jinsi ambavyo yalivyo. Sasa ni ipi katika yale mataifa kuwa ndio kanzu ya Kiislamu sasa? Manake utabaini kwamba yale ni mavazi ya kawaida tu. Haya ni mavazi ya kawaida tu ambapo haya husiani na kinachoitwa dini ya Uislamu, na wala hayampelekei mtu akivaa ndo kawa Muislamu sana, au akiacha kuvaa anakosa Uislamu katika hali za namna hiyo. Ndugu yetu tu uelewa umekuwa mdogo, na hasa katika mihemko ya siku hizi. Na siku hizi kumekuwa na balaa ili kubwa sana la watu wanaoamini Mungu hakuna, na wanahamasishana sana kwamba Mungu hakuna. Hili imekuwa balaa zito sana. Lakini hoja za msingi zipo wadhiha, zipo wazi kabisa, zinaudhihirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo, na utaratibu alioweka ambao ndio dini, utaratibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kwa wanadamu, na wao wafate taratibu zilizokuwa sawa sawa biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye anaamini ya kwamba Uislamu ulikuja mara baada ya Mtume Muhammad kufariki. Si kweli. Uislamu alikuja nao Nabiiullah Adam alayhi salatu wasalam, mtu wa kwanza ndo ambaye aliyokuja na Uislamu, ambaye katumwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akapewa taratibu za dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hivi, kwa maana manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wakiondoka. Mfano tuchukulie hapa kwa Nabii Isa, wenzetu wanamuita Yesu. Kutoka kwa Nabii Isa kuja kwa bwana Mtume Muhammad takriban kulikuwa na miaka 500 na kidogo hivi, ndio anakuja Mtume Muhammad. Kiasi ambacho hapa katikati kutakuwa taratibu za dini, yani taratibu nyingi zimepotea. Yani watu watakwenda kutokana na siku zinavyokwenda, watu wanakwenda wanaacha na wanaanzisha majambo yao. Kisha akatumwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama Maka. Katumwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kuja kuwaongoza watu taratibu za Uislamu ambao ulikuwepo toka mwanzo, ya kwamba kuna watu waliacha kabisa wakaanza kufuata taratibu nyingine. Ndipo katumwa bwana Mtume Muhammad kuja kuwarudisha watu katika reli. Ndivyo ambavyo jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo sio Mtume Muhammad ndo kaanzisha Uislamu. Ndio maana nikasema ndugu yetu Chionda anaonekana kabisa katika swala la dini hajui chochote. Anabwabwaja tu. Hajui chochote. Kwa sababu lau kama angekuwa anajua, angejua kama Uislamu amekuja nao Nabii Adamu alayhi salatu wasalam. Kutoka wapi? Kutoka ukoo alipokuwepo. Mwanzoni Adamu alikuwa wapi? Hili ndio jambo la msingi. Ukitazama katika ilmu tarikh, masala ya kihistoria, utabaini Allah Subhanahu wa Ta'ala lamma arada an yakhluqa Adama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumuumba Nabii Adam, na ndio maana tunaitwa si wanadamu, tumeumbwa kutokana na udongo, ndo asili ndo hii.
Alimwamrisha malaika aje hapa ardhini achukue udongo utakaotosha kutengenezewa frame au hai ala nabii Adamu alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma malaika akaja akachukua udongo ambao utakaotosha kutengenezewa hai au frame la nabiiullah Adamu alayhi salatu wasalam. Likatengenezwa lile frame kwa maana kama jinsi unavyoona skeleton ile, likatengenezwa vizuri kabisa. Kisha likakaa kwa muda mrefu sana. Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hakika amepitiwa huyu mwanadamu na miaka mingi sana katika dahari, kwa sababu hakuwa ni kitu chochote kinachojulikana. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, falamma arada Allahu khalqa Adama, Mwenyezi Mungu alipotaka sasa kumuumba Nabii Adam, amara ruha an tadkhula fihi, akaiamrisha roho ingie katika lile frame la Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Nataka tuone kwa nini tunasema alikuja nao Uislamu. Baada ya kuamrishwa ile roho ikaingia katika sehemu ya utosi wake Nabii Adam, fastadarat fihi miqdara 200 am, ikazunguka ile roho katika utosi wa Nabii Adam. Makadirio yanasemekana zaidi ya miaka 200 roho ile inazunguka katika utosi wa Nabii Adam. Na kwa nini pale inazunguka katika utosi nitakuja kusema. Kisha baada ya hapo fanazalat, roho ile ikashuka chini kidogo katika sehemu ya masikio yake, fasami'a tasbiha almalaika. Nabii Adam akasikia tasbihi za malaika wanamsabihi Mwenyezi Mungu, wanasema subhanallah subhanallah subhanallah. Nabii Adam kasikia, ndo neno lake la kwanza. Leo sisi watoto wetu la kwanza kusikia ni nini? Kama sio masingeli basi mavurugu vurugu tu ya kila namna. Mtihani mkubwa au kumsikia Chionda na wenzake, ndio maneno atakaosikia. Hatari. Kisha baada ya hapo roho ile fanazalat, ikashuka ila khaishu, mpaka katika sehemu ya tundu zake za pua. Kisha ikashuka mpaka katika sehemu yake ya mdomo, faatasa, akapiga chafya Nabii Adam. Alipopiga chafya Mwenyezi Mungu akamwambia sema alhamdulillah. Falaqanahu Allahu an yaqula alhamdulillah. Basi baada ya hapo thumma nazalat, roho ile ikashuka chini kidogo mpaka katika sehemu ya kifua chake. Faajjala alqiyama falam yumkinuhu, akataka kusimama lakini hakuweza. Na hapa ndipo Mwenyezi Mungu anasema wakana al-insanu ajulan. Siku zote mwanadamu hupenda haraka haraka ya mambo yake vibaya mno. Alikuwa hajamaliza kuumbwa. Hajamaliza kuumbwa lakini alitaka, akaambiwa tulia bado. Thumma nazalat, kisha roho ikashuka mpaka katika sehemu ya tumbo lake, fashtaha ta'aman, akaanza kuhisi njaa sasa, yani kuhisi kutaka kula. Thumma intasharat ila jamii jasadihi, kisha baada ya hapo roho ikatawanyika katika mwili wake mzima, fasara daman. Hapo sasa ndio ikawa damu, wa uruqan, na mishipa, wa asaban, na mishipa ya fahamu, mifupa, na mpaka kama jinsi ambavyo unavyojiona wewe ulivyo hivi sasa. Na ndio maana tunasema mwanadamu ametokana na udongo. Unaona asili yake sasa. Kwa hiyo hii kuwa nyama ni baada ya ile roho kuwa tayari imeuvaa mwili, sasa ndio inabadili kutoka kuwa udongo na kuja kuwa nyama, mifupa na nini, kama jinsi ambavyo tulivyo hivi sasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamweka Nabii Adam peponi. Kisha baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuumbia Bi Hawa. Basi akafanyika yaliyofanyika huko peponi, Mwenyezi Mungu akamleta Nabii Adam ardhini. Naona mambo hayo. Kwa hiyo wakati Mwenyezi Mungu anamleta Nabii Adam hapa ardhini, ndipo akampa na taratibu ya dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo Nabii Adam kaja kutoka kwa Allah Subhanahu huko peponi, kaja ardhini na dini tukufu ya Uislamu. Haya kama Chionda angekuwa anajua asingesema Mtume Muhammad ndo kaja na Uislamu, au Uislamu umekuja baada ya Mtume Muhammad. Maana yake ni ishara ya kwamba Chionda yupo gizani katika sala zima la dini. Kwa atabwabwaja tu na kusema sema anayosema, na anaweza kuwachukua wale ambao pia wana uelewa mdogo kama uelewa wake katika hali za namna hiyo. Bwana Chionda pia anaamini kwamba baada ya Mtume Muhammad kufariki kukawa na kugombania mrithi. Ndipo kwenye Uislamu ukatokea madhehebu, kuna Shia, kuna Sunni. Tufahamishe hii ina uhalisia kiasi gani? Shia na Sunni ama mgawanyiko wa Uislamu ulikuwaje? Huyu bwana anabahatisha. Baada ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kufariki, hakukuwa na mtu anayegombea madaraka, kwa sababu utaratibu Mtume alishauacha, ya kwamba khalifa wa kwanza atakuwa Abu Bakari ni Siddiqi, khalifa wa pili atakuwa Umar ibn al-Khattabi,
Khalifa wa 3 atakuwa Uthman ibn Affan na khalifa wa 4 atakuwa Ali ibn Abi Talib. Ni utaratibu ambao tayari ulishaachwa na yeye mwenyewe bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo wala hakukuwa na hayo anayoyasema sio pakatokea madhehebu, sio pakatokea mashia panini. Haikuwa katika hali za namna hiyo. Haya ni mambo tu ameyasema yeye, na kwa sababu wengi hawasomi dini wakimsikia hivyo wanaweza wakabeba kama ni mambo ya msingi sana kaongea na yapo. Palitokea mambo ambayo ya kutofahamiana. Na hii kutofahamiana hakuna maana ndio kunaanzisha madaraka katika hali za namna hiyo. Kulitokea mambo ya kawaida tu. Ni sawa na wewe ifitokee nyumbani kwako, wewe ndio mzazi, umeondoka, watoto sasa wale ubakia wanasema bana baba tumzike mahala fulani, mwingine anasema tumzike mahala fulani. Hivyo tu. Lakini hakukuwa na mambo kusema eti kwamba ndio ilikuwa mpaka pakatokea Shia, pakatokea nani. Hapana. Haya masuala ya mashia hapa yamekuja kutokea nyakati zimeshakwenda kabisa. Kwa Ali ibn Abi Talib ndio kumekuja kutokea hawa watu, na hasa ni kwa wajukuu wa bwana Mtume Muhammad, Hasani na Hussein, ambayo historia yake ni ndefu kidogo. Tutakuja kuiweka sawa katika nyakati zijazo, nafikiri itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu yenyewe ina uwezo wa kula zaidi ya masaa 3 mpaka 4 na hatujamaliza, kwa sababu ina mapana sana katika hali za namna hiyo. Sasa kwa nini maana dini hasa? Dini maana yake ni utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wakifata utaratibu huo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawapa mazuri, na wakiacha utaratibu huo basi wanajipeleka wao wenyewe katika adhabu kali kabisa za moto mkali wa Jahannam. Naam, ndio maana ya dini. Alafu moja katika kitu ambacho nimekijaribu kukisikia kutoka kwake ni ile kauli ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu, yani wanadamu wote, hakuna mwanadamu ambaye huyu ni wa Mungu na huyu ni wa shetani. Wanawake wote Mwenyezi Mungu hajagawanya watu kusema huyu ni wa Mungu, huyu ni wa shetani. Maneno yake sahihi. Ndivyo jinsi ilivyo, ila watu wenyewe ndio wanajitoa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa Mungu kaweka utaratibu wake, alafu wewe utaratibu ule hauufati, si umejitoa mwenyewe katika utaratibu? Ndivyo jinsi ilivyo. Na sio kwa Mwenyezi Mungu tu, logic ndogo kabisa ya kawaida, hata watu, hata serikali ya nchi husika, mathala hapa Tanzania, watu wote ni wananchi. Lakini katika hao wananchi kuna wale ambao hawatofata taratibu za namna nchi inavyotaka. Wanakuwa wakina nani hao? Waasi hawa. Wanakuwa ni watu ambao wameasi, kwa hiyo ambao watastahiki nchi husika iwatie adabu. Ndivyo jinsi ilivyo pia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wote ni wake ikiwa watamcha, watamkubali Mwenyezi Mungu. Lakini wakikataa taratibu za Mwenyezi Mungu, wamejitoa wao wenyewe. Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema maneno haya. Alisema ummati wangu wote yadkhuluna aljannata illa man aba, wataingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekataa kuingia peponi. Masahaba wakashangaa wakasema faman ya aba ya Rasulullah, hivi kuna mtu anayekataa kuingia peponi ewe Mtume wa Allah? Hata wewe unaweza kuona maajabu. Kweli mtu anakataa kuingia peponi? Akasema naam, ama yule ambaye atakayekataa kuingia peponi ni yule ambaye hatofata yale ambayo nilokuja nayo mimi bwana Mtume, pamoja na yale nilowafundisha masahaba wangu. Akiacha kuyafata hayo, huyo bila shaka ni mtu ambaye amekataa mwenyewe kuingia peponi. Maana yake ukiwa wewe ni mtu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alafu ukakataa kufata utaratibu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umejitoa mwenyewe katika watu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fata utaratibu uone, utakuwa ni miongoni mwa watu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umetaja neno pepo. Naam. Chionda anaamini binadamu mara baada ya kufariki hakuna pepo, hakuna moto. Yanaamini mtu akifa anazaliwa mtu mwingine mwenye mfano wa yeye. Ili limekaje? Chionda wewe. Chionda anasema akifa mtu hakuna pepo wala moto hakuna, bali akishakufa ndo kafa, huyo atazaliwa mwingine. Iko hivi, adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ipo, pepo ipo, moto upo.
Haya mambo yako dhahiri kabisa. Na hiyo kusema mtu anakufa hapa anakwenda kuzaliwa sehemu nyingine au anazaliwa tena, maneno hayo ni maneno ya uongo kabisa. Na katika lugha nyingine tunaweza kusema sio wa kwanza Chionda kuzungumza haya. Kuna watu ambao wana dini na hiyo dini yao inaamini hivyo. Yani hiyo ni katika sehemu ya imani ya dini yao. Nimesahau tu jina lake hiyo dini inaitwaje, na hasa inapatikana sana maeneo ya India. Ndio wana fikra hizo. Kwa maana mtu akifa tayari kafa huyo mtu, mwili wake utaoza, roho yake atakwenda kupewa mwingine. Na wanakuambia kabisa ndio maana unaweza ukatembea kwenda mahala ukakutana na mtu amefanana sana na yule mlomzika miaka 3 iliyopita, basi jua kabisa hii ni ile roho la yule wa miaka 3 kaja kuumbiwa huyu. Ndio maana unamuona anafanana na watu wengine. Na wanasema tena akifa mtu Tanzania anakwenda kufukia India. Ndio maana kuna watu wengi sana. Ni kwa sababu hiyo. Wanasema hivi. Sasa hii ni fikra na ni mawazo tu ambayo walikuwa nayo. Adhabu ya kaburini ipo. Ukitaka kujua kama adhabu ya kaburini, hebu jitazame tu hivi. Inawezekana ukawa umelala. Katika kulala kwako ukaota ndoto mbaya sana. Ukiwa ndani ya ile ndoto na ndani ya ule usingizi huwa unahisi maumivu. Si ndivyo hivyo? Ndio hivyo hivyo. Hii ni ishara inakwambia kama unaweza kuwa umelala na ukaota ndoto yenye kuumiza na ukawa unasikia maumivu kutokana na ndoto hiyo, basi kadhalika kwa aliyekufa anakuwa katika hali za namna hiyo. Adhabu ipo, pepo ipo, moto upo. Dhahiri shahiri kabisa katika hali za namna hiyo. Kwa kuwa yeye haamini, hizi ni fikra za dini ya Kihindi huko, ndio ana fikra za namna hii. Kwa hiyo hata yeye anaposema kwamba haamini dini ni maneno tu, kwa maana haamini dini ya Kiislamu au ya Kikristo, lakini anaamini hiyo ya watu wakifa hapa anafuka sehemu nyingine. Ni dini ya watu hiyo. Kwa hiyo bado naye anatembea mle mle. Nilikuuliza swala nini maana ya dini, ukanambia ni utaratibu. Yeye alisema kwamba dini ni utawala. Narudia tena pale ambapo kuna wazungu ambao labda ni Waarabu walileta dini kwa maana kwamba waje kututawala. Sasa lilenga sisi wa Afrika. Swali langu ni kwamba watu wengi ambao wanafuata dini wengi wanakuwa ni wanyenyekevu. Wewe angalia hata Waislamu ambao wanamcha Mungu kweli kwa kimtazamo wa nje ni wanyenyekevu, watu wastaarabu. Hivyo hivyo hata wenye Wakristo, watu ambao walokole kabisa wale wanaona watu ambao wanyenyekevu. Kwa mantiki kuna baadhi ya watu huenda wakaamini ya kwamba ni kweli. Kuna watu walitengeneza hii dini kwa lengo la kuja kututawala, kama kwa maana kusema dini ni utawala kama yeye ambavyo yamesema. Na ndio maana wameleta kwetu sisi wa Afrika. Na ndio maana watu wamekuwa na design hiyo, wamekuwa ni wanyonge. Yaani mtu akifanya kitu akiambia Bwana Mungu hataki anakuwa kama vile ananyongea. Atuoni kama mada yake kama ina mashiko hivi. Watu wenye dini wengi wanakuwa ni wastaarabu wapole. Kama sitaki niungane na yeye, ila naamini kuna watu wanakuwa wanaungana na yeye kwamba kweli dini imeletwa. Ndio maana watu wenye dini wengi wanakuwa ni wastaarabu wapole. Kwa nini inakuwa hivi? Nafikiri yeye mwenyewe kamaliza upelelezi kwa maneno. Kamaliza upelelezi kivi, kwa maana anakiri kabisa na kukubali watu wa dini wanakuwa wapole, wanakuwa wanyenyekevu. Kiishara ya wazi kabisa na akili ndogo kabisa ushaona kabisa kumbe hawa watu wanaelekea mahala pazuri. Wanaelekea mahala pazuri kivipi? Kwa sababu ule upole wao, unyenyekevu wao, na wakiamini Mungu yupo katika hali za namna hiyo, ni ishara dhahiri ya wazi kabisa ya kwamba ustaarabu, umakini, utulivu na kule wanakoelekea yupo anayewalipa katika hali za namna hiyo. Kwa wala sio kutawaliwa na watu. Kuna nchi huko zipo ambazo hazina dini na zinawatawala watu vile vile. Nyingi tu hazina dini yoyote, si Waislamu wala si Wakristo wala si ni watu wa mauzauza tu, lakini wanatawala watu. Wapo. Kama hiyo ni hoja ya msingi, na kule nako inakuwaje? Kwa hiyo dini haikuletwa kwa lengo la kumtawala mtu, bali dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta kwa waja wake ili iwe ni njia ya kutengeneza kwanza ustaarabu, pili uvumilivu, kuvumiliana, tatu vile vile kutaraji mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jambo la nne kuwa watu yani dunia iwe katika sehemu salama na yenye amani biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Dini ni utaratibu bora. Dini sio kutawaliwa kama jinsi ambavyo wanavyosema Chionda katika hali za namna hiyo. Na ndio maana haukuti katika dini, mfano hapa katika dini Tanzania yetu hii. Wao ulishaona kuna mtu ana chama cha udini hapa anagombea
utawala kwa ajili ya dini? Ishara ya wazi kabisa kwamba watawala wana njia zao na dini na taratibu zake katika hali za namna hiyo. Naam. Tukibaki hapo kwenye masuala ya utawaliwa, atolea mfano kwamba unaweza kukuta mtu ana masters, kwa maana kwamba elimu ambayo shuleni ameipata. Ni wale ambao wametuletea dini. Huyu mwenye masters, ile masters ukiitazama haimsaidii chochote kwenye maisha. Bado anaamini kwamba wale wametuletea dini ili tufuate ile misingi yao. Unaionaje hii? Hapa kuna mambo mawili kachanganya Bwana Chionda. Jambo la kwanza analochanganya ni ile masters kumsaidia mtu. Inategemea na mtu mwenyewe hiyo masters kaisoma akiwa na fikra gani. Kwa mfano, Waafrika wengi tulivyo, tuna tabia ya kusoma alafu tusubirie kukaa ofisini bila kutumia maalumati ya tulichokisoma. Sasa itakusaidia nini? Tunasema la khaira fi ilmin idha lam yakun amal. Hakuna khairi katika ilmu ikiwa vitendo vya ilmu yenyewe hakuna. Sasa hiyo ilmu inakuwa na khairi ya namna gani? Ikiwa kama vitendo vya kuitendea hiyo ilmu yenyewe hakuna, sasa unataraji kutatokea nini? Masters yako itakufa tu katika mazingira kama haya. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kusema kwamba yule mtu katawaliwa na ndio maana ilmu yake imekuwa haina kazi. Haya maneno alishasemwa katika Uislamu. Anasema mmoja katika wanavyoni wakubwa anaitwa Abdullah ibn Umar. Anasema qiwamul aishi bi 40. Maisha ili yaende kunatakiwa watu wapite njia 4. Lakini akatahadharisha pia na njia 4 hizo. Akasema an yakuna alalimu alladhi ya'malu biilmihi. Jambo la kwanza inatakiwa apatikane mwenye ilmu ambayo ilmu yake inafanya kazi. An yakuna aljahilu alladhi la yastakbiru an yataallama. Mtu wa pili apatikane mjinga ambaye hafanyi kiburi cha kutaka kujifunza. Jambo la tatu, an yakuna alghaniyu alladhi la yabkhalu bimalihi. Apatikane tajiri ambaye hafanyi ubakhili katika mali yake. Na ya 4, an yakuna alfaqiru alladhi la yabi'u akhiratahu bidunya. Apatikane fakiri ambaye hauzi akhira kwa sababu ya dunia. Tunaelewa vizuri hapo? Maisha ili yaende inatakiwa vitu 4 viwepo. Ilmu ifanye kazi, mjinga atamani ilmu ya mtu. Lakini kadhalika tajiri naye atoe, fakiri naye apate mahitaji. Hivi vitu 4 vikipatikana, maisha yanakwenda. Akatoa angalizo. Akasema fa idha lam ya'mal al-alimu biilmihi. Ikiwa mwenye ilmu yake haina kazi, istakbara aljahilu an yataallama. Mjinga naye ataona sasa nisome nini? Wewe una masters zako na uko mtaani, umeshatembea na CV zako, hakuna kazi haipatikani, alafu utamshawishi mwingine soma na wewe kama mimi. Hawezi kuelewa. Atakutazama wewe uliosoma hauna lolote, kwa kuwa huna lolote basi na yeye anachokifanya ni kuachana na, ni kuacha na hiyo ilmu yenyewe. Ndio ikiwa kama mwenye ilmu haina kazi, mjinga anaona kuna haja gani sasa ya kusoma? Bora nipige mishemishe zangu tu. Lakini wa idha bakhila alghaniyu bimali, tajiri naye akibakhilia mali yake akasema stoi kitu mimi hapa. Ba'a alfaqiru akhiratahu bidunya. Fakiri naye anauza akhira. Anasema potelea mbali, mimi nitafanya kila kinachowezekana ili mradi nipate hela. Iwe halali nitafanya, iwe haramu nitafanya. Iwe nahatarisha maisha nitafanya, iwe na iwe itakavyokuwa, maadamu nipate tu katika hali za namna. Atauza akhira kwa ajili ya dunia. Maana yake kumbe ilikuwa natakiwa ilmu zinazosomeshwa ziwe ni ilmu zenye manufaa. Mathalan huko Tanzania, alafu unakwenda kusomea aviation, mambo ya urubani. Alafu tuna kampuni moja ina ndege 15. Si unatafuta matatizo wewe? Ushamaliza sasa, haya utarusha ndege ya nani? Kwa lazima hata Uislamu jinsi ulivyo unakutaka utazame ilmu alhal. Angalia ilmu inayokwenda na wakati wako uliokuwa nao. Sijisome tu ilmu ambazo unajua sasa kwa ilmu hii baada ya kusoma hapa sipati kazi, alafu unasoma ilmu hiyo. Ya nini sasa? Kasome udaktari. Ukitoka pale moja kwa moja utakwenda katika ajira. Ndio Uislamu unataka utazama ilmu alhali. Ilmu inayokwenda sambamba na wakati, ndio uisome hiyo ilmu ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo hakuna masala ya kutawaliana hapa. Dini maana yake
ni misingi sahihi au njia sahihi alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala, na utaratibu uliokuwa bora ambao wanadamu wakipita katika utaratibu huo, kwanza wataishi vizuri, dunia itakuwa na amani, itakuwa na salama, na wanakokwenda patakuwa pazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bwana Chionda kama elimu yake ni ndogo sana, yani sio ndogo tu, yani naweza nikamwambia kwamba hana kabisa hiyo ilmu yenyewe, kwa sababu sasa hivi ni nyakati ambazo ishara za uwepo wa Mwenyezi Mungu ziko dhahiri katika kila kitu. Tu hapa tunaweza tukaongea mpaka saa 10 za usiku hapa, tunaongea tu ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hatuwezi kuzimaliza. Kwake mwenyewe Chionda ana ishara nyingi tu zinazomjulisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyingi sana. Tutakuja kuzisema hapo katika vipindi vijavyo. Tumalize. Naam. Lolote la kumalizia sasa. La kumalizia mimi niwaambie tu ndugu zangu ya kwamba maneno ya namna hii ya ndugu yetu huyu na wenzake mfano wa hawa ni maneno ya kuyatafakari kwa kina sana, sio ya kuyapuuza, bali ni ya kuyafanyia kazi. Yani kupuuza hapana, bali yafanyie kazi. Utapata uhakika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana anasogeza karibu sana na kumjua Mwenyezi Mungu. Yani sasa kunahitajika kutoa ilmu ya kumjua Mungu kisawasawa. Yani haswa ndio iko hivyo sasa. Kwa sasa inatakiwa tuzame vizuri. Lakini jambo la mwisho tu niwaambie ndugu zangu, inshallah sisi tunapatikana hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini. Tunashughulika na masala mbalimbali, ikiwemo masala ya dua za aina mbalimbali, makazini humo, katika maeneo mbalimbali, watu wana maradhi au mtu amepigwa sihri, maswala ya kichawi, husda, vijicho na mfano hayo. Inshallah tunafanya visomo na kutoa ushauri uliokuwa bora kabisa biidhnillah. Kwa mawasiliano unaweza kutupata kwa namba 0756634277 au 0712316222 insha Allah biidhnillahil karim.